usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kuna suala la masuala ya utekaji. Kuna masuala ya utekaji. Tunadhani tume ingekwenda mbali kidogo kueleza na sababu nyingine ambazo zinatengenezewa hisia kwenye jamii, ikiwemo sababu za kisiasa. Na labda wanazo, na sisi tunatoa rai kwa tume kama wana sababu nyingine waseme, lakini pale walipoishia ndio maana mjadala umekuwa mkubwa kwamba utekaji ni mapenzi tu na biashara tu na visasi tu. Tunadhani labda zipo na sababu nyingine, kwa hiyo wangekwenda mbali zaidi pengine kuchunguza. Tunaelewa wao wameegemea taarifa za polisi peke yake kama ambavyo wamesema, pengine wangetoka kidogo, labda wangeweza kubaini na sababu nyingine na wakaziweka wazi, ili kuhakikisha kabisa kwamba kupunguza minong'ono kwenye tume hiyo. Lakini chuki miongoni mwa jamii ambazo zilikuwa sehemu ya chanzo, tume haikueleza kabisa kwenye kumekuwepo na chuki za muda mrefu. Ni chuki na uhasama wanasiasa wenyewe kwa wenyewe, vyama vya upinzani na chama tawala ambazo pengine nazo zilisababisha, na wangeenda mbali kabisa kutuelezea hivyo vitu. Lakini pia kuna masuala ya unyimwaji wa haki mbalimbali ambako tume tunaamini wangeeleza kwa kirefu zaidi. Lakini pia tume, ni rai yetu, rai ya kamati kuu ni kwamba tunatamani sana tume iweke wazi ile ripoti, au mamlaka yoyote itakayokwenda kwenye hatua za kiuchunguzi na upelelezi kama ambavyo tume imeshauri, basi iweke wazi ile taarifa, na hasa kwenye eneo la ushahidi au msingi wa ushahidi kwa wote ambao kwa namna moja ama nyingine watakuwa wameguswa katika kuratibu, katika kuandaa, katika kufadhili, katika kutekeleza tukio la tarehe 29 Oktoba. Na kwa nini kamati kuu ya chama chetu inashauri hivyo? Inashauri hivyo kwa sababu tunaamini itapunguza hofu ya watu, au itapunguza kwamba labda kutakuwa kuna dhana ya kuoneana. Iweke wazi kwamba bana, wewe Salum Mwalimu, tunakuhisi kwenye jambo hili kwa sababu 1, 2, 3. Tutakapofika hatua hiyo, hayo mambo yawekwe wazi ili sijengeke dhana ya kuonewa. Lakini kwenye dhana ya kusimamia kwenye haki ya msingi ya kusikiliza watu cha umma, hiyo hatutaki iwe compromised. Hatutaki iwe compromised. Na hatuoni aibu kusema hivyo. Kwa sababu kama tunasimamia haki ni pamoja na hata yule muovu apewe nafasi ya kusikilizwa. Tusianze kuhukumiana kwenye jambo hili kisiasa. Kwa sababu tukiruhusu kuhukumiana kwa kisiasa, tutayaficha mengine au tutawaonea wengine. Na sisi cha umma pamoja na uzito wa jambo lenyewe, ukubwa wa jambo lenyewe na madhara yaliyotokana na jambo lenyewe, hatutaki mtu aonewe. Hatutaki mtu aonewe, kwa sababu tukimuonea mtu, madhara yake ni nini? Atatengeneza chuki, na kadiri watakavyotengeneza chuki, atatengeneza mpango wa kulipa kisasi. Sasa tunaweza tukarudi tena kuzalisha Oktoba 29 nyingine. Kwa sisi kwa kweli suala la watu kupewa nafasi ya kusikilizwa kabla ya kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo, au kwa namna yoyote ile itakayowekwa na kukubalika na taifa, watu wapewe nafasi ya kusikilizwa. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.